Kaimu kocha mkuu wa timu ya taifa Tanzania Miguel Gamondi amejibu kuhusiana na mjadala ambao ulianzishwa toka tulipocheza mechi ya mwisho dhidi ya timu ya taifa ya Uganda. Though Gamondi hajajibu direct, lakini alivyozungumza kwa wataalamu wa mpira wa miguu wanaelewa kuna namna ambavyo amejibu kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kimeanzishwa. Na mjadala wenyewe bwana ni kuhusiana na kwamba kwa nini Gamondi amekuwa hatumii baadhi ya wachezaji wa Simba, lakini pia wachezaji wa Azam, na wengi wakaenda mbali na kusema kwamba Gamondi ana uyanga mwingi sana. Fine, tumsikilize Gamondi. Gamondi amesema ya kwamba kila mpira unapoisha kila mtu huwa anakuwa kocha, lakini lazima ifike muda tuambiane uhalisia kuhusiana na viwango vyetu. Unaweza kaitafsiri kwa namna ambavyo umeielewa, lakini tukirudi kwenye mjadala wenyewe ambao Gamondi ameujibu indirect kuhusiana na kwamba Gamondi hatumii baadhi ya wachezaji wa Simba, lazima tukumbushane kitu kimoja kizuri sana kwenye mpira wa miguu kwamba kocha yote anapopanga kikosi kuelekea mechi fulani huwa na criteria zake ambazo anazizingatia. Moja wapo ni aina ya formation ambayo yeye amekuwa akiipendelea, ina fit kwa aina ya wachezaji ambao yuko nao, lakini mbili ni aina ya philosophy ambayo yeye anaipendelea, kwa maana anapenda sana kumiliki mpira, kushambulia kwa kutumia mipira mirefu au kushambulia kwa kutumia counter attack, kwa maana soka ambayo inategemea zaidi counter attack na kujilinda zaidi, inafiti kulingana na aina ya wachezaji walionao. Jambo la mwisho kabisa ni aina ya mpinzani ambaye anaenda kukutana naye. Sasa hapa kwenye aina mpinzani ambaye anaenda kukutana naye ndiko ambako Gamondi amekuwa akizingatia sana, kwamba amekuwa akipanga kikosi chake kwa kuzingatia sana aina ya mpinzani ambaye anaenda kukutana naye, analinganisha na uwezo wa wachezaji ambao yuko nao kikosini. So hapo ndiko ambako unaipata first 11 ya Taifa Stars ambayo inakuwa chini ya kocha Miguel Gamondi, lakini sio mwalimu ambaye anapanga kikosi kwa sababu ya huyu anacheza Simba au anacheza Yanga. No, unaweza kupata mfano mzuri. Leo hii ukimwambia mtu Baka Mwamnyeto pamoja na Jobu unaanza na nani kwenye timu yako, angekwambia anaanza na Baka pamoja na Jobu, lakini Gamondi alichagua kuanza na Mwamnyeto pamoja na Baka. Kwa nini? Kwa sababu kwa aina mpinzani anakwenda kukutana naye wana striker ambaye ni mzuri sana kwenye aerial balls. That's why akaamua kuanza na mchezaji ambaye ni mrefu kwa kimo, ambaye anaweza akabato naye vizuri. So nadhani hii ndio kriteria kubwa ambayo Gamondi anaizingatia kwenye upangaji wa kikosi, na sio anapanga kikosi kulingana na Simba, Yanga. No. Sidhani kama ni sahihi kuzungumza hivyo.